mnielewe kwa staili ya kwamba tuna changamoto ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi, sio vya kwetu, vya nchi za magharibi, kwamba mchezo unaochezwa pale ni kuonesha ya kwamba Waisraeli au Mayahudi wanaonewa sana kwa sababu ile ni nchi yao. Na vyombo vinafanya kazi hiyo kwamba wanasumbuliwa sana. Pale ndio kwao, nchi ya ahadi walioahidiwa na Mwenyezi Mungu, hapo ndipo kupa kwao. Vyombo vimekwenda vimeimba mpaka imefika mahala na Waislamu wanaamini hivyo ya kwamba Palestina ni nchi ya Waisraeli. Hii ni hatari sana kwa kuimbishwa kwa staili namna hiyo, lakini niongeze kwa ufupi sana ya kwamba Palestina, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema la tushaddu rihal illa fi thalathati masajid, kwamba hainuiwi safari ya kwenda ya kiibada ila misikiti mitatu. Yani Mtume anaanza kuongea kuzalisha kwamba misikiti mitatu ambayo mtu ananuia kwenda kufanya ibada, safari ya kiibada, akasema ya kwanza Masjidul Haram, kisha msikiti wake, kisha Masjidul Aqsa, kwamba Masjidul Aqsa ambao uko Palestina huko tunakuzo hivi sasa. Kwa ule msikiti ni miongoni mwa nyumba kongwe zilizojengwa kwa ajili ya kufanya ibada wa Waislamu ulimwenguni, na ndio kibla ya kwanza ya Waislamu duniani. Kwamba hiyo ndio kibla ya kwanza ya Waislamu duniani kabla ya zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kubadili kwa maelekezo ya Mola wake kwamba sasa Waislamu waelekee Maka. Na ukiangalia unamwona Mtume Muhammad mwaka 621 AD mwezi wa 6, Mtume Muhammad Mungu asema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu kana samiun basir. Utakasifu ni Mwenyezi Mungu ambaye asra bi'abdihi, alimpeleka mja wake usiku kutoka Maka mpaka Masjid al-Aqsa ambao uko Palestina, kwamba na baada ya kufikishwa hapo ndipo ilipoanzia safari ya pili kutoka Palestina kwenda mbinguni. Na hapo Mtume ndipo alikutana na manabii wote wa Mwenyezi Mungu kuanzia Adam alayhi mpaka nabii wa mwisho, na yeye ndiye akawa imamu wao, kuonesha ya kwamba hapo ni sehemu, ni nyumba ya Waislamu duniani. Kwamba kawasalisha manabii wote wa kwanza mpaka wa mwisho yeye mwenyewe, kwamba akiwa ni imamu kwa sababu ni mahali pa Uislamu. Na ndio akaeleza kwamba aliulizwa na sahaba, ya Rasulullah, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, ni msikiti gani wa kwanza kujengwa duniani? Mtume akajibu akasema Masjidul Haram, wa kwanza Masjidul Haram. Akaulizwa thumma kisha upi wa pili kujengwa duniani? Akasema Masjidul Aqsa. Yani baada ya haram msikiti wa pili ni Masjidul Aqsa. Tena wanasema ni baada ya miaka 40 toka baada ya kumejengwa haram na mjengaji Nabii Adam alayhi salam ndiye aliyejenga misikiti hii miwili, na wengine ni wale ambao waliendeleza. Hata ukisoma Qur'ani kwa Nabii Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawaid min albayt, kwamba Nabii Ibrahim alifanya kazi ya kuinua kuta za nyumba ile. Maana yake historical background ni kwamba wa kwanza kuanzisha ujenzi wa Maka, Kaaba, Nabii Adam alayhi salam, na kisha Aqsa Nabii Adam alayhi salam. Kwa hii miji kwanza ieleweke ya kwamba hii ni miji ya Waislamu kihistoria. Na mwaka 652 AD Umar ibn al-Khattab, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afariki, Umar ibn al-Khattab alikwenda Palestina kwenda kuifungua Palestina. Wakati anakwenda Palestina alijua Palestina ni miongoni mwa haram, na kanuni za haram ni kwamba haimwagwi damu katika miji mitakatifu ya Maka, Madina wala Aqsa. Kwa hata alikwenda akafungua ule mji kwa amani kabisa, akaufungua salama kabisa, na kabidhiwa nasema na miongoni ambao walishiriki katika kurekebisha msikiti wa Aqsa. Kwa hii ni historia kwa ufupi sana ambayo naonesha ya kwamba mji wa Palestina ni mali ya Waislamu na sio mali ya Wayahudi, sio mali ya Wazayuni. Lakini leo vyombo vya habari vinavyoimba ni kana kwamba Wayahudi wamedhulumiwa, kwamba ile ni mali ya Wapalestina. Hapana, ile ni mali ya Waislamu. Katika safari zetu za kiibada ambazo tunapaswa kuzifanya baada ya Maka, umekwenda Madina, uende Masjid al-Aqsa ukapata pale rakaa. Nimemsikia Sheikh wangu hapa,
Sheikh Babu kasema kwamba pale ukienda kwamba rakaa zako kuswali sasa rakaa 500 ya misikiti mingine, kama kuna kauli ya mtume inasema pale kwamba rakaa zako kuswali pale rakaa 500 misikiti mingine, maana yake pale ni mali ya Waislamu, ni sehemu ya Waislamu ya kihistoria toka mwanzo kwa Nabii Adam ikaendelea mpaka kufikia hii leo, ni mali ya Waislamu. Na huo msikiti umejengwa zama za kale sana, kama nilivyosema. Nabii Suleiman alikuwa ni muendelezaji wa nyumba ile baada ya kuwa huko kuna zamani kabisa ambapo ilijengwa, ndugu zangu Waislamu. Lakini bahati mbaya kubwa sana, vyombo vya habari vimecheza mchezo mpaka inaonekana kana kwamba pale ni mali ya Wayahudi na wanaonewa sana. Ikumbuke mwaka 1917 mpaka mwaka 1948 wakati Wayahudi wanakusanywa duniani kutoka nchi za Ulaya huko na sehemu zingine, wanapelekwa kwenda kuwekwa pale ambapo katika miji ya Waislamu. Waislamu sio kwamba walikubali wakisema bana tumekubaliana wacha wakae hapa lipakwao. Hapana, walikataa kwa sababu ni miji yao, ni miji ya Waislamu. Zingatia ya kwamba wakati wa utawala wa Ottoman Empire, Dawla Uthmania, takriban miaka 4 ilikuwa inasimamiwa ikiangalia ule msikiti ukiangalia kwa makini sana. Na ndio na Abdul Hamid Thani walipomwambia Wayahudi, bwana tuambie kwamba tukupe kiasi gani ili utuuzie msikiti wa Baitul Maqdis, utuuzie. Akawaambia siwezi kulifanya, kwamba hii sio mali yangu ya kwamba naweza nikawauzia, hii ni mali ya Waislamu duniani. Kwa hiyo sio mali ya Waislamu wa Palestina, ni mali ya Waislamu wa dunia nzima. Kwa hali hiyo, baada ya kuwa wamepelekwa pale Wayahudi, hatimaye machafuko yakaanza makubwa ya kumwaga damu, ya kuwaua Wapalestina, watoto kwa wakubwa. Tena hakuna huruma, hakuna cha mtoto mdogo, hakuna cha mwanamke, hakuna cha mzee, hakuna cha nani. Nafikiri hayo yameanza si leo, yameanza siku nyingi. Leo ukiwaona Hamas wameamua kujitokeza kama walivyoundwa mwaka 1987 kwamba ilikuwa lengo lao ni kukomboa kwa mji wa Kiislamu uwe salama na mazingira ya Kiislamu baki salama, amani itawale, ile damu inayomwajika pale iweze kustop. Lakini hali ikawa ni mbaya sana kiasi ya kwamba ikawapelekea Hamas kuchukua maamuzi magumu mwaka 2023. Maana inawezekana ikatafsiriwa bwana Hamas wagomvi bwana, maana wamekwenda kuvamia bwana Oktoba 7 wakaenda wakashambulia sana. Hapana, lazima uzikumbuke dhulma zote. Kwanza kunyang'anywa ardhi yao, msikiti wao kuwa hawana amani nao, hawana uhuru nao tena, nyumba ya Mwenyezi Mungu iko mikononi mwa watu wengine. Kwa hiyo wanapochukua maamuzi ya kwamba wanashambulia, ni kwamba ni kule kusimama Kiislamu kwa mujibu wa kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema ni Mwenyezi Mungu, udhina lilladhina yuqatiluna annahum dhulimu, wameidhinishwa wale ambao wanapigwa, wanadhulumiwa, kwamba wapigane kujikomboa. Kwa hiyo Hamasi walichukua maamuzi sahihi kwamba kuna namna kujikomboa. Kuna wanawake wako magerezani, magereza ya Israeli, kuna wanawake wazee wako magereza ya Israeli. Kwa hiyo wakaamua hawana njia mbadala bali ni kuingia vitani, na wakasimama kiume. Maana toka makajuzi mpaka tunavyoongea hivi leo Hamas wako vitani, na cha ajabu ni kwamba hawajayumba, hawajakata tamaa. Na hakuna ambaye labda akafika mahala analaumu kwamba ndani ya Palestina kwamba Hamas bwana wachokozi bwana, wametuponza bwana. Utawakuta wanamume na wanawake, wazee na watoto, wote wako kimoja kwamba wanapigana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawajasarenda, hawajakaa chini wakasema basi kwa sababu tunapigwa sana mabomu yote. Maana mabomu ya nchi za magharibi, silaha nzito zote, majaribio yamekwenda kufanya Palestina kwa wale watu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanya kuwa na istikama sawa, hawayumbi hata kidogo. Hawajayumba huko nyuma toka makajuzi, mwaka jana, mwaka huu tunao, wako vitani kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamesimama imara kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hata kugawanyika hakupo. Wapo kitu kimoja, si kingine bali ni kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kupigania mji mtukufu wa Kiislamu ambao ni Waislamu wote duniani ambao umeshaporwa huko mikononi mwa Wayahudi. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo la wenzetu hao
ambao wanapigana usiku na mchana, mvua ni yao, jua ni lao, hawalali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi angalau basi tuonesha kwamba tuko nao kwa kuombea dua ndugu zetu hao. Allah wape nguvu, Allah wape istikama, maana mpaka leo hawajayumba. Na zingatia ni kundi dogo la Hamasi kwamba limesimama kidete kupigania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hii ni hali ambayo kwa namna moja nigeuze kwamba sisi viongozi, maimamu, mashekhe na Waislamu tujifunze kutoka Hamasi kwa namna ambavyo wameonyesha kwamba umoja wao kwanza ni wamoja, hawagawanyiki. Sio kwamba kama alivyosema Sheikh hapa tofauti za kibinadamu zipo, lakini kwenye msimamo wa kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hawagawanyiki hata kidogo. Sio kwamba hakuna madhehebu zingine, kuna madhehebu mbalimbali pale, lakini umoja. Waislamu tunahitaji kuwa na umoja, viongozi wa Kiislamu tunahitaji kuwa na umoja, pamoja na tofauti ndogo ndogo za kawaida, lakini cha kwanza tujifunze kutoka Hamasi swala zima la umoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tujifunze kutoka kwao swala zima kwamba pale hakuna kusaliti. Tuna changamoto moja, kusalitiana, kwamba Waislamu wakaanza kugombana, wale hawasalitiani katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Ubaidullah kiongozi wa Hamas kwamba yani ile nguvu ambayo imekuja kijeshi inapiga pale, asema hii sio ya kawaida, ni hali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, cha kwanza umoja, lakini kuondoa ikhtilafu zetu zile, kuacha kusalitiana katika masuala ya kiharakati ya kupeleka dini ya Mwenyezi Mungu mbele, kama ambavyo tunawaona wenzetu mwaka wa 3 hawayumbi, wapo katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana. Lakini pia kwamba kusimamia haki, Hamasi wanasimamia haki. Angalia mateka waliokuwa wamewateka Waisraeli, kina mama walipokuwa na ulizo wakati wa kubadilishana mateka, kwamba wategemea kwamba watasema hivi, tulipokuwa chini ya Hamasi tulikuwa kwenye matatizo makubwa, tumeteswa sana, tumebakwa sana na mengineyo, lakini wakawa wanaongea kwamba tunawashukuru Hamasi kwa namna ambavyo tumetendewa wema. Hiyo ni kanuni ya Kiislamu ya vita katika Uislamu, kwamba unapomchukua mateka huendi kumtesa, ni kumtunza na kumlisha, na ikiwezekana yeye mwenyewe ni mambo yake, kama ataka kujikomboa kudikola kadha wa kadha au kukomboa kadha wa kadha. Kwa hiyo ile hali haki na salama, kwamba namna ambavyo imetendeka na Waislamu wa Hamas. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, haya ni miongoni mwa machache tu katika mengi ambayo tunaweza kujifunza kwa namna yake. Nimekuwa na hofu ya muda wangu kwa sababu kuna mada ya pili hapa fupi nayo ninayo mbele yangu hapa, lazima niiguse kwa mujibu wa dakika zangu 30. Naamini angalau dakika 10 bado zipo. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuzungumzia swala zima la Hamas, kwamba namna ambavyo wamekuwa imara kusimama kujitetea na kupigania Uislamu, na sisi tuone hivyo, tushikamane katika pale ambapo kuna dhuluma dhidi ya Waislamu na Uislamu kuweza kutetea Uislamu. Maana si watu fanye uchokozi, ila pale ambapo mtakuwa mmedhulumiwa haki zenu ndipo mna haki ya kujitetea. Hamwendi kufanya uchokozi nyinyi kama Waislamu. Uislamu umetukataza jambo hilo. Sehemu ya pili ambayo nataka niiguse kwa haraka, ndugu zangu Waislamu, tuliopo hapa msikitini Tanzania leo, jambo ambalo lipo mbele yetu Tanzania ni swala zima la uchaguzi mkuu wa Tanzania. Uchaguzi wa urais, wa bunge na madiwani. Sisi kama Waislamu hatupaswi kusema ya kwamba hayo mambo ya kisiasa bwana. Hapana, wewe kama Muislamu yanakuhusu kwa asilimia zote 100, kwamba uchaguzi wa urais wa nchi hii ambao ni swala muhimu sana kuona kwamba namna gani sisi itakwenda. Ndugu zangu Waislamu, nchi yetu inahitaji kuwa na amani na kuwa na viongozi makini ambao wataliongoza taifa hili. La kwanza, wenye sifa ambao wanaona wanaweza kugombea udiwani, wanaweza kugombea ubunge. Msibaki nyuma mkasema bwana masuala ya wanasiasa bwana. Hapana. Unakuwaje nyuma katika masuala ambayo yanakwenda kuandaa nchi, yanakwenda kuandaa kutunga sheria za nchi? Unakuwaje nyuma Muislamu? Kwa sisi ni miongoni mwa ambao nawaambia Waislamu wa Tanzania na wengine wote ambao wanaamini wanaweza kufanya kusimamia haki bila ubaguzi, kwamba hiki ni kipindi ambacho kila mmoja ambaye anahisi anaweza kuchukua fomu ya kugombea udiwani katika eneo lako, ya kugombea udiwani, ya kugombea ubunge na mengineyo. Sehemu ya urais tumwachie Samia.
sehemu ya urais tumechagua Dr. Samia kwa sababu akili timamu iliyokwenda shule haina upendeleo, haina kuchagua kupendelea. Hebu tujifunze kumwangalia huyu mama ndani ya miaka yake michache hii, uone ya kwamba ni namna gani ambavyo amefanya mambo mazito. Jamani, mimi ni mwalimu professional wa sekondari. Leo hii hatuna second selection mashuleni. Tulizoea kwamba kuna baada ya first selection tutakwenda ya pili, tutakwenda ya tatu kubahatisha, na wengi watabakia hawana mashule. Leo mpaka madarasa yamebakia kwamba hayana wa kusomea, wanafunzi wote wamechukuliwa, wamewekwa mashuleni. Tunataka nini jamani? Nini ambacho tunakitaka? Kama elimu tayari, lakini tumekwenda mbali mpaka tumebeba kutoka Magufuli kwamba mpaka form 4 bure, leo mpaka form 6 bure. Tunataka afanye nini tuamini ya kwamba anatufanyia wembe wa Tanzania? Kwa ndugu zangu Waislamu, uchaguzi uko mbele yetu, lakini pia mimi nitasahau katika miundombinu. Hebu niangalie katika ujenzi. Dr. Samia ameingia katika historia wa pili baada ya Mjerumani kulijenga soko la Kariakoo Tanzania. Hilo hapo Kariakoo. Baada ya Mjerumani, mtu wa pili kulijenga soko la Kariakoo ni Dr. Samia. Ameingia katika historia ya pekee kwamba baada yake ni yeye. Hayo yote hatuyaangalie masoko ya kibiashara kama vile ya Ubungo ambayo yamejengwa na mambo mengine mengi. Naamini Dar es Salaam baada ya miezi kadhaa itafunguka ghafla. Dar es Salaam itafunguka ghafla, barabara mwendo kasi kila kona zimekwenda, itafika mahala hatuna ugumu wa kusafiri Dar es Salaam. Ni kazi ya Dr. Samia. Tunataka afanye nini tuamini kwamba amefanya kazi nzuri? Ndugu zangu Waislamu, kwenye ubunge chukueni fomu, na udiwani chukueni fomu. Mnao nisikia Tanzania huko na wenye uwezo ambao unaweza, chukueni fomu. Lakini kwenye urais tukubaliane ya kwamba sisi tunamuunga mkono Dr. Samia kwa kazi aliyofanya. Leo vituo vya afya ni muhali kusikia kwamba hakuna madawa au vichache. Nchi nzima vimejengwa, vituo vya afya. Hii ni kazi kaifanya. Kwa nini tusikubaliane kwamba kwa kweli amefanya kazi kubwa? Hata kama unamchukia mtu, basi haki yake mpe. Hii ni haki yake. Haya ni mazuri, kwa tuchaongee. Ndugu zangu Waislamu, tunahitaji amani. Hata leo tumepewa demokrasia. Kuna kipindi demokrasia katika nchi hii, watu wakalie na wengine kukimbia demokrasia. Hakuna demokrasia. Leo kaja mama katoa demokrasia, mtu sema upendavyo, lakini demokrasia ikipita mipaka bila sheria itakuwa ni vurugu, mwisho unatamka ambao hayafai. Lakini leo vyombo vya siasa viko huru vyombo vya siasa kusema chochote kile, lakini ikifika mahala unavunja sheria, huwezi kuachwa kwa sababu ni demokrasia. No, demokrasia hayo vile. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, haya mnayo nisikia, tuungane kuilinda amani ya Tanzania. Tuliungane kulinda amani ya Tanzania na kuchagua viongozi makini ambao wataliongoza taifa hili katika maeneo mbalimbali. Tabia sisi Waislamu huwa hatupendi upendeleo, tunapenda haki. Leo niseme tu, leo tumepumzika kusikia mashekhe wako ndani, wako gerezani, wamefungwa, mnasumbuka. Hayo mambo hayapo. Tunapenda haki na sio upendeleo. Dhuluma ndio tatizo letu. Ukileta dhuluma inakuwa shida. Ndugu zangu, hii ni hali sasa. Usikii watu wamekamatwa mashekhe, wamesema nini, wachochezi. Leo usikii. Kwani tatizo lilikuwa ni huko nyuma mpaka hizo hali zinatokea. Leo imekuwa mpaka hali imepoa. Tuseme ukweli Mwenyezi Mungu. Mtu akiwa mwadilifu tumpe haki ya uadilifu. Lakini pia mtu akivunja sheria makusudi, sheria lazima ichukue mkondo wake. Huwezi ukaachwa kwa sababu ni fulani. Hapana. Ndugu zangu Waislamu wenzangu na Watanzania, na waambie Watanzania wote, tumuunge mkono Dr. Samia Suluhu kwa kazi kubwa ambazo kazifanya. Ninaamini ya kwamba kama Mwenyezi Mungu atamjalia, insha Allah, miaka 5 mingine tutaongea lugha nyingine Tanzania, sio hii tena. Fanyeni